Na halafu alislam nadhifu, Uislamu ni usafi, si mpaka tujaambiwa na madaktari sio na nani na nani. Huu Uislamu kama tunaswali, tunafanya ibada mbalimbali, Uislamu ni usafi. Lakini usafi wetu tuliofahamu leo, usafi wa kunyoa ndevu, wanaume wote hawana ndevu, eti ndio usafi. Huu ndio uchafu basi. Mwanamume lazima ufuge ndevu bwana. Sasa au hujui kama hili ndio solo gitaa lenyewe, ili mchezo uwe mtamu? Hili ndio solo gitaa. Nyuzi ziko hapa za solo gitaa, likidunda ndi watu wanapata kucheza kwa nyuzi hizi za solo gitaa. Weka tu msikiti mzima watu videvu vyeupe, hamuoni hata haya. Halafu mkipata imamu alokuwa madhubuti, hasa mtu ana uwezo wa kufuga ndevu, halafu lisifuge, halina sababu yoyote. Maana ungepata kiongozi madhubuti kwenye mtaa bwana, msikiti safi, unakuja pale huna ndevu, unaambiwa kaswali nyumbani. Maana ushakuwa sawa sawa na mwanamke, wewe kaswali nyumbani, situhangaisha. Mwanamume mzima unaziondoa ndevu, unategemea nini? Una dharura, pengine siku nyingine umeajiriwa kwenye kazi, na kazi yenyewe ndo na manaswara wa umo pale stahamili, lakini gugumia. Lakini ukimaliza ukiingia ndani ya likizo tu, hakikisha kwanza mustachi unakuwa namna hiyo. Ukiitwa ghafla tu kazini unasema vipi shaka, ndio wewe? Sema ndio mimi. Lakini maana ukifuga ndevu utaonekana mwingine. Ala, najua wanawake siku hizi hawapendi ndevu. Mwanamke asopenda ndevu hana sifa ya mwanamke huyo. Asopenda ndevu kwa mwanamume, huyo si sifa ya mwanamke huyo. Mwanamke hasa anojua faida yake hizi mazigusa. Zangu mendo kidogo nilitaka nipate kama kikapu hivi. Mke wangu mkipiga hodi tu anafurahia. Mume wangu huyo nitapata kuchezea ndevu sasa hivi. Sasa hodi karibu, anakuitika kwa bashasha kabisa. Kabla hajachukua mkoba kwanza anakamata mzuzu, anapuna. Subhanallah. Wewe kama ukitaka kujua raha yake, kamtafute mbuzi beberu, halafu mkamate hizi, unamwona katulia, halafu anakwambia subhanallah. Tena halafu wakati mwingine analia ule mlio, wewe huku utarajio. Fanya mchezo nini wewe? Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Tunasema kuna mambo tumeyazungumza katika mada, kama kuiweka hii mada katika hali watu wayajue. Watu wayajue. Tukasema kama mfano labda watoto wale wanaweza kai kwa kipimo, si sheria ile, ni kama kuyachokoza yale mambo. Je, kama watoto wali watapimwa, watapatikana wangapi wali na pengine watapewa zawadi, ile si sheria, ni katika mazungumzo, kupimana akili zetu. Vipi, tunao wali kweli mitaani? Na usije kusema Sheikh akasema bwana watoto wapimwe halafu wapewe sadaka. Tunapimana tu uwezo, na uwezo wenyewe haupo, kwamba vijana wengi wameharibu watoto wa watu, na hiyo ndio hali. Na tutakuja kuzungumza faida ya mwanamke anapokutikana yuko katika hali yake ya uzima, milango loki zote zimefunga vizuri na funguo ni mpya, si za kuchonga. Maana leo tutafutia funguo za kuchonga watu. Sawa na viloki bandia. Na faida ya kuoa mwanamke mjane, kwanza kabla hujaoa, maana kuna wazee wengine huwa wanakasirika. Kwa nini mtoto wetu hujaoa anaenda kwa mjane? La, unauliza kwa nini? Kwa nini unauliza? Msimzuie kijana, mwacheni akaoe mjane hali ya kuwa yeye hajaoa. Mwacheni. Kuna fani nyingine pengine hana kijana, anajiona yuko nyuma.
kenda kutafuta tuition. Hujui kama mjane tuition, somo la ziada. Utajua kusema Kiingereza haraka kijana, japo kama skuli umekimbia. Unajua unamwaga vitu. Namwomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe kila la kheri, mema tuyafate na mabaya tuyaache. Lengo ni lazima tuhakikishe kwamba hali inakwenda vizuri. Tusile vyakula ovyo ovyo, hali ndio imekuwa mbaya. Tunaambiwa tusitumie vyakula vya majimaji njiani humo, lakini tunachangia kwamba katika vyakula vya majimaji na zinaa imo. Waione hii pombe imo. Hivi vyote vina madhara, tutakuja kuzungumza baadaye. Na haya yote ndio yanasababisha wakati mwingine hata magonjwa ya mlipuko yanachangia. Pamoja na kwamba mazingira si mazuri, ndio mshajitahidi, mshafanya reki sana, alhamdulillah, mmetusaidia tunasema, japo kwamba hali zetu mbaya hapa kwenda hatuna. Lakini na hili suala la zinaa, muyafunge madanguro ya zinaa. Wanawake wanaokwenda uchi wazuiliwe, wasije wakatuletea kipindupindu vile vile. Mabaya yafungwe. Hapa tutazidi kukupeni sapoti kwamba kweli tumekubali kuyafungia mambo ambayo yanaleta uchafu katika miji yetu. Subhanaka Allahumma nashhadu an la ilaha illa anta, nashhadu an la ilaha illa anta, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayka, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad